Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na bonyeza kitufe cha kengele. Asante. Zatiti kukabiliana na vitendo vya rushwa kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa na vijiji mwaka 2019. Ndugu wanahabari, TAKUKURU mkoa wa Arusha tumewaita ninyi waandishi wa habari ili kuwajulisha mambo kadhaa yanayohusu utendaji wetu wa kazi na jitihada tunazofanya katika mapambano dhidi ya rushwa na kuendelea kuwaomba wadau mbalimbali waunge mkono jitihada hizi kupitia kwenu. Leo nitawaeleza kazi tulizozitekeleza katika kipindi cha Julai mpaka Septemba 2019 pamoja na kuwaeleza namna tulivyojipanga kudhibiti vitendo vya rushwa tunapoelekea kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa na vijiji ambao unatarajiwa kufanyika Novemba 2019. Ni imani yetu kupitia ninyi Watanzania waliopo Arusha na kwinginepo watapata habari hizi kwa wakati na hivyo kuzitilia maanani katika utendaji wao wa kazi. Ndugu waandishi wa habari, kabla ya kueleza mikakati tulionayo ya kudhibiti vitendo vya rushwa kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa, napenda kwanza niwajulishe kazi tulizozifanya katika kipindi cha Julai mpaka Septemba 2019 ambapo ni kama zifuatazo. Katika uchunguzi na mashtaka tuliweza kupokea taarifa 139 kutoka sekta mbalimbali kama ifuatavyo: halmashauri tulikuwa na taarifa 27, elimu 11, mahakama 3, polisi 12, ardhi 6, afya 2, zimamoto 1, NIDA 2, uhamiaji 1, maji 4, PSSF 2, NCAA 3, huduma za jamii 2, TANESCO 4, TANROADS /TARURA 5, TRA 2, vyama vya ushirika 3, taasisi za dini 2, TAMISEMI 4, nyingine zilikuwa za binafsi ziko 10, vyama vya mikopo 1, vyuo elimu ya juu 2, vipimo 1, COSTECH 1, TANAPA 2, maliasili na misitu 7, AICC 3, madini 1, TEMESA 2, benki na fedha 4, uchaguzi taarifa 5, mamlaka ya dawa 1 na TPRI 1. Taarifa hizi zilipelekea kufunguliwa kwa majalada 42 ya uchunguzi na majalada hayo yaliendelea kuchunguzwa na chunguzi zake zipo katika hatua mbalimbali. Moja kati ya taarifa hizi ni taarifa iliyohusu rushwa ya ngono iliyomhusu mhadhiri wa chuo cha ufundi Arusha aliyemtaka kingono mwanafunzi wake ili aweze kumsaidia katika kumaliza vizuri masomo yake hapo chuoni. Tuliweza kufanya mtego na kumnasa mhadhiri huyo, na uchunguzi wa tuhuma hii umeshakamilika. Bado hatujamfikisha mahakamani kwa sababu bado tunasubiri taratibu nyingine ziweze kukamilika. Pia tumekuwa tukitoa ushauri yakinifu unaotolewa wakati taarifa tunazozipokea zinapokuwa hazihusu sheria yetu. Kesi mahakamani tuliweza kufungua mashauri mapya 3 na shauri moja lilifikia ukomo wake ambapo katika shauri hilo tulishinda. Ufuatiliaji wa fedha za umma kwenye miradi ya maendeleo. TAKUKURU mkoa wa Arusha kwa kipindi tajwa imefanya ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za umma katika miradi ya elimu bila malipo kwa shule za msingi na ujenzi wa barabara ambapo serikali imewekeza kiasi kikubwa cha fedha. Aidha, katika kipindi cha Oktoba mpaka Disemba 2019 tunatarajia kufanya ufuatiliaji wa fedha za umma katika miradi inayosimamiwa na TARURA pamoja na sekta ya afya.
Elimu kwa umma. TAKUKURU mkoa wa Arusha inaendelea kufanya jitihada za kuelimisha umma juu ya uelewa mpana wa dhana ya rushwa na pia kuwakumbusha wajibu wao katika mapambano dhidi ya rushwa. Kama inavyofahamika kuwa mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Hivyo elimu yetu imejikita sana katika kuelimisha umma juu ya wajibu wao wa kuchagua viongozi wanaofaa na sio watoa rushwa, pamoja na wajibu wao unaowapasa kuchukua wanapoona mgombea anatoa rushwa. Katika kutekeleza kazi hiyo, tuliweza kutoa semina 11, tulifanya mikutano au mijadala 10 na tuliimarisha clubs za wapinga rushwa 28, tuliandaa makala 2, tuliendesha vipindi vya redio 4 na tuligawa vipeperushi 570. Mikakati yetu kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa na vijiji 2019. Ndugu waandishi wa habari, TAKUKURU mkoa wa Arusha imejiwekea mikakati madhubuti kadhaa ya kudhibiti vitendo vya rushwa katika kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa na vijiji uliopangwa kufanyika Novemba 24, 2019. Lengo la kuweka mikakati hii ni kuhakikisha kuwa wananchi wanakuwa na uelewa mpana na wanaweza kuchagua viongozi waadilifu na wasiojihusisha na vitendo vya rushwa. Kwani viongozi wa aina hiyo ndio watakaowaletea maendeleo yenye tija. Mikakati yetu ni kama ifuatavyo. Kwanza, kutoa elimu. TAKUKURU mkoa wa Arusha tumejipanga kuelimisha jamii juu ya viashiria vya rushwa katika kipindi cha uchaguzi, kuanzia kwenye kumpata mgombea, wakati wa kampeni, kipindi cha upigaji kura na baada ya kupiga kura. Elimu hiyo tunaitoa kwa njia mbalimbali ikiwemo kupitia vyombo vya habari, mikutano ya hadhara, kugawa machapisho na semina kwa wadau mbalimbali. Kipekee tunatoa shukrani zetu za dhati kwa vyombo vya habari vya TBC, FM Arusha na Arusha One FM ambao wamekuwa wakitualika mara kwa mara katika kuelimisha umma kupitia vyombo vyao. Tunawashukuru sana. Ufuatiliaji wa mienendo ya wagombea katika kampeni. TAKUKURU mkoa wa Arusha imejipanga kufanya ufuatiliaji wa mienendo ya wagombea kuanzia hatua ya kupitishwa na vyama vyao mpaka wakati wa kampeni, mpaka wakati wa uchaguzi unapokwisha. Hii ikiwa na lengo la kuhakikisha kuwa michakato hiyo haigubikwi na vitendo vya rushwa. Kufanya uchunguzi wa taarifa za vitendo vya rushwa. TAKUKURU mkoa wa Arusha inatafuta taarifa za kiintelijensia pamoja na kupokea taarifa kutoka kwa wananchi juu ya watu wanaojihusisha na vitendo vya rushwa, kama kuwahonga wagombea wengine kujiondoa, kuwahonga wapiga kura ili waweze kuwapigia kura, kununua shahada na kadhalika. Na watakaobainika kutenda makosa hayo, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao, ikiwemo kuwaondolea sifa za kuwa wagombea au wapiga kura. Mwisho, ndugu wanahabari, TAKUKURU mkoa wa Arusha tunazidi kuomba ushirikiano wenu katika kufikisha elimu zaidi kwa kutumia taaluma yenu juu ya madhara ya rushwa katika jamii na hasa wakati huu wa kuelekea uchaguzi. Tukumbuke kwamba tukiwapata viongozi kwa njia za rushwa, watatumia nafasi zao za uongozi kujinufaisha badala ya kuwaletea wananchi maendeleo wanayoyatarajia. Vile vile tunawasihi wananchi kujiepusha na vitendo vya rushwa na kuwa tayari kuwafichua wale wote wanaojihusisha na vitendo vya rushwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi, ikiwa ni pamoja na kuwa tayari kutoa ushahidi katika kesi mbalimbali zinazochunguzwa na TAKUKURU ili kuunga mkono jitihada za mapambano dhidi ya rushwa nchini. Aidha, TAKUKURU mkoa wa Arusha inawaonya wale wote wenye nia ya kugombea
kuwania nafasi mbalimbali za uongozi kutojihusisha na vitendo vya rushwa, kwani watakapobainika hatutasita kuwachukulia hatua za kisheria. Asanteni kwa kunisikiliza. Kataa rushwa, jenga Tanzania. Kwa mara nyingine tena, Babu Pear and Baba Rungu Rally Team wanakuletea Mwalimu Nyerere Motorbike Challenge 2019. Hapa utashuhudia mbwembwe, ufundi na manjonjo ya kila aina toka kwa waendesha pikipiki wa kitaifa na kimataifa. Ni pale pale pa siku zote, viwanja vya Lucky Kisongo Arusha. Mashindano ya mwaka huu ni kampeni maalum ya endesha kwa salama. Tunasema helmet, maisha bomba. Zawadi mbalimbali zitatolewa ikiwamo pesa taslim, vikombe pamoja na medali. Kwa maelezo zaidi na kujisajili, piga simu nambari 0784521990 au 0784122441. Mwalimu Nyerere Motorbike Challenge 2019 inakujia kwa hisani kubwa ya Azam TV, Honey Guide Foundation, Briban International School, King Lion Investment, Cocorico Club and Lounge, Mgonja Sports Center, The Orange Media, Tanga General, Cool Print na Kismati Advert Media. Ili kuwa wa kwanza kupata habari zetu, subscribe na bonyeza kitufe cha kengele. Asante.